Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Siku ya leo nimekuja na mafundisho yetu ya tafasiri za ndoto na maana zake, na leo nimekuja na hii ndoto ambayo watu wengi wamekuwa wakiota na hawajui nini maana yake. Na moja ya ndoto ambayo ninasema ni pale ambapo mwotaji akaota ndoto akaona ametupiwa kinyesi. Pale ambapo kaona kwenye ndoto yako unakuwa umetupiwa kinyesi. Sasa alama ya kutupiwa kinyesi tunasema maana yake ni kwamba kuharibiwa utambulisho wako katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa mwili. Maana yake hapo utambulisho wako unapotea, uthamani wako unapotea, heshima yako inapotea. Alafu pia hiyo tunasema kwamba inaashiria roho ya kukataliwa, inaashiria roho ya kudharauliwa, inaashiria roho ya kusimangwa, roho ya kusemwa vibaya. Ukiota ndoto ukiona kwenye usingizi wako umetupiwa kinyesi kwenye nywele zako au kwenye uso wako, hiyo ndoto inakuwa haijabeba maana nzuri kwa mwotaji wa hiyo ndoto, manake hayo ni mashambulizi na mavamizi ya kichawi. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hii, usiipuuze mpendwa, wala usione ni ndoto ya kawaida. Ni ndoto inakuwa imebeba habari mbaya, ni ndoto ambayo inakuwa imebeba taarifa mbaya kwa mwotaji wa ndoto hiyo. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo mwotaji akaota ndoto ana nywele ndefu alafu ni nzuri. Sasa hii ndoto huwa inaashiria ishara ya kurudishiwa utukufu wa mtu, kurudishiwa baraka za mtu. Ukiota ndoto kwamba unaona una nywele nzuri, nywele safi kabisa, nywele zinapendeza. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, pale ambapo unakuwa unaona kwamba nywele zako ni nyingi, ni safi, zinapendeza, zinavutia, maana hapo unaonyeshwa kwamba unakuwa umerudishiwa utukufu wako, unakuwa umerudishiwa baraka zako, unakuwa umerudishiwa mafanikio yako katika maisha yako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ni moja ya ndoto nzuri iliyobeba baraka kubwa, iliyobeba mafanikio makubwa ya ustawi wa kiroho na wa kimwili pia. Lakini ndoto nyingine, ukiota ndoto ukiona umevalishwa kinyesi usoni kama kofia, hii inaashiria kuondoka utambulisho wako na watu hawatakuamini, lakini pia huashiria roho ya kuto kujitambua wewe ni nani. Pale ambapo kaota umevalishwa kofia ya kinyesi kwenye usingizi wako, ishara ya namna hiyo inaashiria kwamba wewe ni mtu usiyejitambua wewe ni nani, lakini utambulisho wako kiroho pia unakuwa unaondoka au unakuwa unaondolewa. Lakini ndoto nyingine tunasema ukiota ndoto ukiona wewe ni kipofu kwenye usingizi wako, unaona unapapasa gizani, unaona unapapasa kwa shida, uoni njia, uoni mwanga. Sasa ishara ya namna hii ya kujiona wewe ni kipofu kiroho, tunasema kwamba ukiona wewe ni kipofu, jua kabisa umetupiwa roho ya kutoona fursa ya mema pale yanapokuwa yanakujilia. Ukishaota ndoto ukiona wewe ni kipofu, jua kabisa ile fursa ya mema, ile fursa ya mambo mazuri, ile fursa ya kupata baraka inakuwa imeondoka kwako. Kwa hiyo ukiona ndoto ya namna hiyo, mpendo wangu, usipuuze, haraka sana ingia kwenye maombi ya kumwambia Mungu awashe taa ya nuru, awashe taa ya kutambua majira na nyakati ya kujiliwa kwako. Lakini maana nyingine tunasema ukiota ndoto ukiona wewe ni kipofu, jua kabisa ni alama ya kufungwa macho yako ya rohoni. Macho yako ya rohoni, ya moyoni yanakuwa yamefungwa. Macho yako ya moyoni yanakuwa ni kipofu, yanakuwa yaoni jambo lolote, yanakuwa yaoni kitu chochote, yanakuwa yaoni jambo lolote, kwa sababu ulimwengu wa roho, pale ambapo unakuwa unaota ndoto unaona wewe ni kipofu, jua macho yako ya ndani hayaoni, macho yako ya moyoni hayaoni. Hapo sasa unaweza ukawa unapigwa na wachawi, unapigwa na mapepo, unapigwa na majini, unapigwa na magonjwa, unapigwa na matatizo. Kwa sababu gani? Macho yako ya moyoni yapo gizani, hayaoni jambo lolote. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaona ndoto ya namna hiyo, usipuuze, ingia kwenye maombi haraka sana ya kurejesha macho yako ya rohoni. Lakini ishara nyingine ya mtu ambaye akaota ndoto akajiona yeye ni kipofu, tunasema ni alama ya kuishi maisha bila kufuata kanuni za kimungu. Pale ambapo ukajiona wewe ni mtu ambaye ni kipofu, hauoni jambo lolote,
Manake hapo unakuwa umekosa ile roho ya kutambua majira ya kujiliwa kwako, unakuwa umekosa ile roho ya kutambua nyakati za kujiliwa kwako pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana, unahitaji uishughulikie katika maombi ili Mungu aweze kuleta baraka na ushindi katika maisha yako. Lakini tafsiri nyingine, pale ambapo ukaota ndoto ya namna hii kwamba unaona kwenye usingizi wako wewe ni kipofu, jua kabisa adui anataka kukupiga kwa ugonjwa wa macho. Kwa ndoto moja inaweza ikawa imebeba tafsiri zaidi ya 3, zaidi ya 4. Hasa moja tafsiri nyingine, jua kabisa adui anataka kutupia roho ya upofu. Wewe ni mgonjwa ambaye unasumbuliwa na matatizo ya macho pale ambapo unakuwa unaota ndoto za namna hii. Kwa hiyo haraka sana ukishaota ndoto za namna hii, simama nazo katika maombi, dili nazo katika maombi ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Pale ambapo unakuwa unaota ndoto za namna hii, wewe ni kipofu, ujua kabisa pia adui anakutopia roho ya upofu wa macho. Kuna mwingine alianza tu kwenye ndoto kuota ni kipofu, haoni, anapapasa, alafu kimwili kweli akaanza kuona macho yanamsumbua, akaanza kuona macho yake hayaoni mbali, akaanza kuona macho yake yanapatwa na shida, au kamdudu tu kalimuingia machoni, alafu mambo mabaya yakamtokea. Kwa ukishaona ishara ya namna hiyo kiroho, jua kabisa adui anataka kutupia roho ya upofu, na unaonyeshwa wazi kwamba haraka sana unahitaji usimame katika maombi, udili na hizo roho, uzisambalatishe hizo roho, uziharibu hizo roho, uziangamize hizo roho ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Mungu akubariki. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Una ndoto zako hujui nini maana yake, zinakusumbua, zinakutatiza, wasiliana nami, namba zangu za WhatsApp ziko hapo. Unaweza ukanifuata WhatsApp kwa ajili ya msaada wa kiroho. Ninakutakia wakati mwema, lakini jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii kwa kwanza kupata mafundisho yote yanayotoka katika channel hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.